Bana, mambo vipi? Kama kawaida Tanzanian boy hapa, the golden man on the earth is crusty. Mtu mkubwa. Bana, naitwa Christian Clement Masiligiti, Mfarisayo. Mfarisayo bwana. Yes, mimi ni Mfarisayo. Sasa bana, leo nataka nikufahamishe kitu kimoja ambacho watu wengi najua hamjui, lakini kwa muda ambao nimeutumia, unajua miaka 15 mzee kwenye kusoma kitu kimoja sio muda mdogo I say. Ni umri kabisa wa kijana huyu, anamwagiza sehemu, anaenda anasimamia kazi na safi. Sasa nataka nikufahamishe kwamba unafahamu kwamba kabla ya kuumbwa Adamu na mama yetu Eva, unajua kama kabla yake kulikuwa kuna vitu viliumbwa kabla, lakini cha ajabu zaidi ni kwamba kalamu na daftari ndo vitu vya kwanza kabisa kuumbwa. Yaani hapo hakuna hata hii mbingu 7 unayoiona, hii mbingu hii hakuna, hii ardhi na vyote vilivyomo. Yaani kwa kifupi, kabla ya mbingu na nchi, kipindi Mungu mwenyewe akianza kuumba, mwanzo kabisa Mungu aliumba kalamu na daftari. Mungu bwana, Mungu ni mkubwa sana wazee. Hakika baba yetu wa mbinguni ni mkubwa sana. Aliumba kalamu na daftari, alikuwa na maana yake. Baada ya kuvumba hivi vitu, akaiambia kalamu, andika hapo kwenye daftari. Yaani hapa tunatumia daftari, lakini ni kama ni ubao fulani hivi. Kwa Mungu ni ubao fulani hivi uliohifadhiwa. Mungu mwenyewe ndo anajua siri na material ya huo ubao, lakini ili mimi na wewe tuelewane, tutumie lugha ya daftari, kwa sababu mara zote kalamu huwa inaandika kwenye daftari. Mungu alivyoiumba kalamu na daftari, akaiambia kalamu, andika hapo kwenye daftari. Kalamu ikamuuliza Mungu, niandike nini? Mungu akaiambia, andika mambo yote ambayo yatatokea kuanzia mwanzo wa ulimwengu mpaka mwisho. Kila kitu, kila kiumbe na riziki zake na muda wake na wakati wake wa kuondoka kiumbe hicho. Kama ambavyo mnaona hivi sasa hivi wazungu elimu ambazo binadamu sasa hivi tuko nazo, hizi elimu unazoziona kwamba kuna mavitu watu wanafanya, ama watu wanatengeneza robots, nini, mavitu mengi ambayo yanatusaidia kwenye maisha yetu ya kila siku, ni sehemu ndogo sana ya elimu ambayo Mungu ametupatia ili tuweze itusaidie kusurvive mazingira ya hapa duniani. Ni katika Mungu ana elimu kubwa sana. Umeona? Yaani kwa mfano mzuri, hiki ninachokiongelea hapa ni kama unavyoona sasa hivi AI. Yaani unaweza tu kaingia kwenye chat yako ya WhatsApp, kama una ile AI robot, ukaambia wewe mzee vipi, nakwambia poa. Bana, mimi niambie, niko Dar es Salaam hapa, nina njaa sana, naweza nikapata wapi chakula? Wewe mwenyewe unajua nini kinachotokea hapo kwenye chatting yako. Atakuletea orodha ya migahawa yote Dar es Salaam, sehemu fulani, barabara fulani, kwa fulani kuna kitu fulani. Kwa hiyo utapewa maelekezo yote pale. Sasa Mungu bwana aliambia kalamu, andika. Kalamu ikaandika vitu vyote ambavyo imeelekezwa na Mungu. Yaani kuanzia jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa kwenye ulimwengu mpaka mwisho, kwa kila kiumbe kimoja kimoja, sisimizi, sijui nini, mpaka na sisi binadamu tukiwemo. Sasa mimi nitaongelea sana sana kwa upande wa sisi binadamu, kwa sababu ndio wakusudiwa hasa. Umeona?
nitaongelea kwa upande wa sisi binadamu. Sisi bwana, kule kwenye daftari la Mungu tumeandikiwa siku yetu ya kuja duniani, riziki zetu. Hata ufanyeje, hauwezi ukazidi kwenye riziki ambayo Mungu amekuandikia, na wakati wako wa kufa. Na je, wewe ni mtu mwema au ni jitu liovu? Kila kitu Mungu anajua, kimeshaandikwa huko kabla hata hajaumba huyo Adamu mwenyewe. Kwa hiyo hii inakuhakikishia kwamba ndivyo hivyo ilivyo. Waulizeni wa viongozi wenu kwenye majumba ya ibada huko, watawaambia kwamba je, ni kweli kati ya kalamu na daftari na Adamu, ni kweli kalamu na daftari ndio vilikuwa vitu vya kwanza kuumbwa? Watawaambia, watawajibu. Kwa hiyo leo na nimeamua nikufahamishe katika engo hiyo kwamba ujue na utambue kwamba kabla ya kuumbwa kwa Adamu na mama yetu Eva, basi kalamu na daftari ndo viumbe wa kwanza kabisa kuumbwa. Na walichokifanya kalamu na daftari ni hicho, kuandika details zote za kila kitu kimoja kimoja, kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake. Nisikuchoshe sana kwa leo, naomba upate elimu hiyo. Panapo majaliwa tutaendelea kufahamishana vitu vingine. Nashukuru sana kwa support yako. Kama hauja subscribe kwenye channel yangu ya YouTube, na kuomba usubscribe, like na ucomment. Hiyo ni muhimu sana kwa ajili ya pale ninapokuwa napandisha elimu kama hii, basi unakuwa ni wa kwanza kabisa kupata hii elimu na kuelewa kitu gani ambacho kinaendelea katika hii dunia yetu ambayo tunaishi na upande wa kiroho. Nashukuru sana. Asante kwa kila kitu.